أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo ikiwa ni siku ya 18 ya darasa zetu, tunakamilisha kiporo cha darasa yetu ya jana, na wakumbusheni kwamba tunajadili matatizo na changamoto zilizomo katika mfumo rasmi wa elimu, na nukta ambayo tumekwenda nayo kwa siku kadhaa ni ile nukta inayoelezea kwamba ilmu imetumika kumtoa mwanadamu katika mstari wa kibinadamu na kumpeleka katika uhayawani, na mifano tumeiona mingi, lakini nukta ya msingi ni pale tulipozungumza tofauti baina ya ubinadamu na uhayawani, ubinadamu na binadamu, unyama na uhayawani. Tumesema kwamba ukisoma Qur'ani utaona kwamba ni bora kumuua binadamu kuliko kuua ubinadamu, na hii ndio nukta ambayo tulikuwa tunaishi nayo. Sasa leo tutamalizia kwa kutoa mifano ya wazi ili tuweze kuwekana sawa sawa. Aya katika surati al-Baqara tuliyoisoma ni aya ya 191, inazungumza kuhusu mapambano na wakanushaji maadui. Mungu anasema waqtuluhum min haythu thaqiftumuhum, waueni popote mtakapowakuta. Nikina nani hawa? Ni watu ambao walikuwa wakipigana na jamii ya Kiislamu na wako tayari kuwaua Waislamu popote. Sasa na Waislamu wanaambiwa waueni popote mtakapowakuta. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum, na watoeni popote walipokutoeni na nyie. Kisha mahallu shahidi ni hapa, wal fitnatu ashaddu min alqatl, na fitna ni kali zaidi, mbaya zaidi kuliko kuua. Ukisoma aya hii vizuri utaona kuna harufu fulani unanusa ya maana hii ya kwamba msiingie uzito kuwaua, kwa sababu wao wamekufanyieni jambo kubwa kuliko mauaji. Lipi hilo? La fitna. Tuko pamoja? Kwa hiyo msisikie uzito, msiwe na kigugumizi kuwaua, kwa sababu walichokufanyieni ni fitna, na fitna ni kubwa kuliko mauaji. Wamekufanyieni nini? Wamekutoeni katika mji wenu, wakakutieni fitna katika mji wa Makka, mkakataliwa na watu kwamba nyinyi hamfai. Kila mmoja akawa anamuogopa Muislamu, akamuona ni kiumbe ambaye hafai. Hiyo fitna hiyo ya kupasua jamii ikawa hakuna mshikamano ni kubwa zaidi kuliko mauaji. Ndio maana yake hii. Na fitna inapoingia katika jamii hupasua ile jamii, ikawafanya wawe hawaishi maisha ya kibinadamu, maisha yanakuwa ya kihayawani. Kila mmoja anamuogopa mwenzake, kila mmoja anamuona mwenzake ni hatari.
binadamu wanapitana kama wanyama. Na Waislamu itafikia mahala kama mnavyoona katika jamii zetu, fitna ikipatikana mnapitana kama wanyama, na si kwamba hamjuani, mnafahamiana, na kila mmoja akimwona mwenzake anatafuta cha kumshughulisha ili apite pale bila kusalimiana naye. Sasa kuna tofauti gani baina nyinyi na kondoo na wanyama wengine? Kwa hiyo wal fitnatu ashaddu min alqatl, fitna ikiingia katika jamii huwa inaua ile jamii, inaua ubinadamu wao, wanakuwa kama wanyama. Kisha ukitizama tafsiri kwa mfano ya Qur'ani ya Sheikh Makarim Nasir Makarim Shirazi, anasema hivi: maana ya fitna ni ijadu bi'atin fasadi diniyin wa fikriyin, ni kule kupatikana na mazingira ya ufisadi wa kidini na ufisadi wa kifikra. Yani mnatawaliwa na fikra chafu, imma ni baina yenu au fikra ambazo hazijengi. Hiyo ndo maana aliyosema Makarim Shirazi. Kwani maana ya fitna nini? Ukimwita mtu mfitini maana yake nini? Ni yule mtu anayeweza kuingia kati ya watu wawili, akaenda akapeleka habari huku, kisha akarudi akapeleka nyingine huku, kisha kule mwanzoni na huku wakagongana, sio? Maana ya fitna. Kwa hiyo mfitini ni yule mtu anayeingia kati ya watu wawili akaharibu uhusiano wao. Na mwingine huenda mbali zaidi, la akaingia baina mume na mke bwana. Mume na mke wakawa wapatani. Anaweza kuwa ni ndugu, lakini anaweza kuwa ni mwanaume tu anamtaka mwanamke, yule kaingia katikati akaharibu ndoa ya watu. Sasa fitna ni kitu kibaya sana ambacho pengine mimi na wewe tumewahi kufanya. Ujue Mungu anasema wal fitnatu ashaddu min alqatl. Ikafikia mahala watu wale hawapatani. Vita vingi vinavyofanyika duniani ni kwa sababu ya kuwepo fitna. Kuna jambo limepita katikati pale, mkafitinishwa nyie, basi mkagombana, ikawa hakuna mshikamano. Lakini vile vile anasema katika maana ya fitna ni irtihadul mu'minina bisababi dinihim, namna waumini walipofanyiwa fitna wakafukuzwa katika mji wa Makka, wakatengwa kwa sababu ya dini yao. Na hapa tunasema dini yao Waislamu, lakini unapotengwa kwa sababu nyingine za itikadi yako, za rangi yako, chochote kile, jamii ikakutenga, ile ni fitna. Kwa hiyo kinachofanyika na Waislamu kila wakisogeleana, wakahudhuria katika shughuli za pamoja, wakashikamana, wakahubiri umoja, panaingia vidudu watu katikati, wanasema hao sio wenzetu, hao sio wenzetu, sio? Suala dogo mara nyingi, wenzenu mkina nani? Kwa sababu ahlus sunnati wal jamaa hao wengi kwetu huku Mashafi mnasema si wenzenu na mnaweta ni makhurafi. Alafu wale watu wa tariqa na tasawuf mnasema ni watu wa kukohoa wale na watu wa shirki, si wenzenu. Alafu hawa mnawaita marawafidh, mashia, ndio kamwe sio wenzenu. Maibadhi ni makhawarij, sio wenzenu. Haya wenzenu kina nani? Kisha katika nyie wenyewe ambapo mmepasuana vile vile, ni nani mwenzenu katika nyie? Maana nyie wenyewe vile vile kuna hizbiyuna, sijui kuna salafia jadida, kuna wengine. Haya wenzenu nyie wenyewe, wenzenu kina nani katika nyie? Ndio yale tulosema kwamba mmetutoa katika dini, mkabakia wenyewe mkatoana. Alafu mpotoana, dini imebaki na nani? Haina mwenyewe. Kwa hiyo sisi tuko katika wadi na dini iko pengine. Uslubi huu si sawa sawa na wala haujengi jamii. Hii ni fitna, kuwa hukubali kila mtu wewe ni wewe tu, wengine wote hawafai. Sasa hiyo ndo maana ya fitna. Tabatabai al-Allama anasema hivi: al-qatlu yuzilu hayata kulli insan, insanin wahid. Ukimuua mtu umemuua mmoja. Ukiua binadamu umeua jamii. Maanake fasadi ikienea katika jamii, maanake ubinadamu unakosekana, jamii nzima inakuwa imeathirika. Anasema ni kule kujitengeneza mazingira
ya fikra potofu katikati ya jamii, watu wakawa wanakataana, hawako tayari kuwa pamoja, hawezi kushirikiana. Hiyo inaitwa fitna. Au kuwasha moto wa mizozo baina ya watu, anachomeka pale, anawasha ule moto, ukiwaka hapakaliki, hakuna binadamu anayeweza kumwamini mwenzake, trust inakuwa hakuna, hasalimiki dhalim wala madhulumi. Hiyo ni fitna. Na ndio maana Waarabu wanasema neno fitna linaambatana sana na moto. Msemo wa Kiarabu ukisema fatanati dhahabu au fatanati dhahabu, dhahabu imefitiniwa, maana yake imetiwa katika moto mpaka ikatoka ile safi na isiyokuwa safi. Hiyo ndio fitnatu dhahabi. Na jamii kiingizwa katika fitna, ndio wakati ambapo unamjua aliyomo na asiyomo, unamjua wakwako na asiyekuwa wakwako. Ile fitna huchekecha watu mpaka ukamfahamu mtu sura yake halisi. Fitna inaweza kaingia mpaka baba na mama wasipatane, baba na watoto wasipatane, ukamuona mtoto wako katika sura halisi. Kwa hiyo fitna ikiingia mahala husafisha mpaka ikachekecha, alafu watu wakaonekana katika sura zao halisi. Sasa mshikamano wa kijamii, nataka tusikilizane vizuri, ni sifa ya kibinadamu. Jamii kushikamana ni sifa ya kibinadamu. Kuipasua jamii wakaishi kama hayawani, kila mmoja anamwogopa mwenzake, ni sifa ya kihayawani, sio ya kibinadamu. Tunachotakiwa sisi, hata kama mtu si Muislamu, tuna vigezo na taratibu za kuishi naye vizuri. Ndio maana katika Uislamu zile hukumu za jirani hazizingatii dini yake. Akishakuwa ni jirani, ana haki za jirani. Kwa hiyo ni binadamu, anatakiwa uishi naye vizuri kwa sababu ni binadamu. Na ukiwa na dola ya Kiislamu, waliokuwa ndani ya nchi ya Kiislamu wana haki zao. Ndugu zangu, wana haki mpaka za kiibada, jambo ambalo Mkristo leo hawezi kujua, kwa sababu tumetengeneza mazingira Waislamu wanatisha. Mpaka leo hii Mkristo wa sasa hivi hajui kwamba pakiwa na nchi ya Kiislamu anaweza kuwa ndani ya nchi ile na akaenda kanisani na akaswali na asidhuriwe, kwa namna tulivyotengeneza mazingira, wakati ndivyo ilivyokuwa Kiislamu. Walipoitwa kwa wao ni ahlu dhimma, ni kwa sababu wanakuwa katika dhima ya Waislamu. Watu wa dhima, kwa sababu wanakuwa katika dhima ya Waislamu, wanalindwa na serikali ya Kiislamu, wanahifadhiwa na serikali ya Kiislamu, kwa sababu ni raia na hairuhusiwi kuwalazimisha. Wanaweza kuishi kwa itikadi yao, madhali hawafanyi uadui kwa Waislamu. Kwa hiyo jamii inatakiwa iwe na mshikamano. Sasa katika maendeleo ya jamii, community development, wanasema wanaita ni network capital. Ni muhimu sana kuijenga jamii kuwepo na network capital. Ukiona jamii haina mshikamano, haiwezi kuendelea. Kwa hiyo ni muhimu kuwepo. Sasa hii ni kanuni ya kibinadamu. Wakishikamana wasiokuwa Waislamu wataendelea, wakishikamana Waislamu wataendelea, wakibaguana watachelewa. Haibagui hii kanuni, ni ya kibinadamu, haibagui. Mara nyingi nimekuambieni kwamba Imam Ali aliwaambia wafuasi wake kwamba sisi tumetengana katika haki yetu, yani tumebaguana, lakini wale ashabu Muawiya wameshikamana katika batili yao. Akasema natamani lao ningetoa wachache katika nyie nipewe katika wale, kwa sababu ya sifa hiyo. Kuna mijitu ya ovyo ovyo, lakini imeshikamana bwana. Kwa kushikamana kwao unaona mafanikio yao. Kwani Mayahudi duniani si wameshikamana? Haya ni watu wa haki, lakini wameshikamana bwana. Popote alipokuwa mtu wao wanamjua na wana mawasiliano na wanajua idadi yao vizuri. Nyie tu katika mji wenu tu hamjijui, kwa sababu hamna mshikamano. Kwa hivyo hii ni kanuni ya kibinadamu, network capital. Na ndio maana hata katika mapambano dhidi ya Irani kwa mfano, kubwa wanaolitaka, wanajua mshikamano wa ndani ni nguvu.
namna ya kuwashinda watu hawa, tupasue safu zao ndani. Ndio utaona Trump vita vilivyoanza tu akamuua Khamenei rahmatullahi alayhi na wenzake, waliwaambia jamani, anzeni sasa kupigania serikali yenu kwa sababu tumeshaondosha hawa viongozi. Maana wanataka mpasuko, sio? Na hawakujua innahum yakiduna wa akidu kaida, kwamba kile kifo ndio kimefanya mshikamano zaidi, kwa sababu watu wamehisi kwamba mpaka kiongozi wetu mzee huyu hana dhambi yoyote, mtu mzima, wamemfanya hivi. Mshikamano umekuwa mkubwa zaidi kwa sababu ya ile sympathy. Lakini lengo kubwa, hata waziri mkuu huyo wa kinachoitwa Israeli anachochea mpasuko wa ndani, kwa sababu ule mshikamano ni nguvu, mshikamano ndio binadamu. Hivi karibuni mmeona hapa Tanzania palipotokea baadhi ya mivutano ya kisiasa, ishara za kutaka kutokea mpasuko wa kidini, na watu wakipanda mimbar wanachochea ule mpasuko. Sisi Waislamu kadha, sisi Wakristo kadha, sisi kadha kadha, sio? Mliyaona mazingira yale. Ndio ile Qur'ani inasema alaysa minkum rajulun rashid, pakaibuka baadhi ya watu wenye busara kuonyesha kwamba hivi si sawa na hivi si sawa. Tunachotakiwa sisi, hata kama nikupigania haki, sio kwa misingi hiyo, sio? Kwa hivyo mpasuko ukitokea popote, nchi haitawaliki, maendeleo hayapatikani. Hizi ni fikra za vile vile community development. Lakini Ibn Khaldun tumemsoma, sio? Yeye fikra zake zikoje? Tumesema Ibn Khaldun yeye anaamini kwamba hatua ya kwanza ya mafanikio ya watu ni al-asabiyya. Tukasema asabiyya kwake ni ule mshikamano kwa misingi ima ya kidini, ya ideolojia, ya rangi yenu, uchumi wenu, vyovyote itakavyokuwa, ule mshikamano wenu ndio unaoleta hatua za mwamko. Hizi ni fikra za Ibn Khaldun. Kwa hivyo thamara ya mjadala huu ni nini? Kwamba mshikamano wa kijamii ni tabia ya kibinadamu, mpasuko wa kijamii ni tabia ya kihayawani, kwamba kila mmoja hana amani katika jamii ile. Na hiyo ndio maana ya fitna, wal fitnatu ashaddu min al-qatl, kwa sababu fitna huwa inapasua jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo suratul Baqara, sote tunafahamu aya nyingine ya 217 anasema wal fitnatu akbaru min al-qatl, fitna ni kubwa kuliko mauaji. Sasa nataka tutoe mifano hai sasa ya suala zima la mauaji ya binadamu na mauaji ya ubinadamu, na makundi mbali ya kibinadamu katika hatua zake za kukua yanauliwa katika zama tunazoishi. Makundi mbali kuanzia utotoni mpaka utu uzimani. Tunataka kusema hivi, binadamu anauliwaje? Tumesema kwa ufisadi, sio? Ufisadi unaua binadamu wa binadamu. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Tukumbuka kule tulipotoka, sio? Na hili Mungu hajalikataa, linawezekana na limewezekana kwa binadamu. Kwa mfano, leo hii tuna mama, lakini wakati huo tuna umama. Kumuua mama ni jambo dogo zaidi kuliko kuua umama. Tunasema kuna mother na motherhood. Sasa dunia sasa hivi ina mama, kwa maana ina wazazi, sio? Lakini kila siku inaua dhana ya motherhood, umama. Na umama unajengwa vipi? Umama unajengwa kutokana na attachment baina ya mama na mtoto, mafungamano, at-taalluq, yale mafungamano. Ukishayaondosha mafungamano baina ya mama na mtoto, umama unakufa, anabaki kuwa ni mama mzazi, lakini mafungamano yanakuwa hayapo. Ndio leo mama ni mtu wa kawaida kwa mtoto, wala hamjali, kwa sababu tangu alipozaliwa mpaka alipofikia hapo amepunjwa katika umama. Tumewahi kutoa mfano mara nyingi tukasema, mama anapomnyonyesha mtoto, hili tumelisema mara nyingi,
tusitizamie kwamba mama anamlisha tu mtoto. Kule kumkumbatia mtoto akamnyonyesha, huwa hafanyi kazi ya kumlisha tu, hufanya kitu kinachoitwa at-taalluq, attachment, mafungamano. Na mafungamano yanazalisha upendo, yanazalisha huruma baina ya mama na mtoto. Na ndio maana mama anapomnyonyesha mtoto mara nyingi hupangusa kichwa chake, humtoa matongotongo wakati anamnyonyesha, humtoa makamasi. Ile ina tafsiri kubwa sana, hujenga ile attachment baina ya mama na mtoto. Na ndio maana Mtume anasema ana wakafirul yatimi kahataini, siku ya kiyama mimi na yule ambaye anamtunza yatima ni kama hivi. Na Mtume anasema mwenye kupapasa kichwa cha yatima ataandikiwa kwa kadri ya thawabu zinazolingana na idadi ya nywele alizozipapasa. Mimi nakuuliza swali, kwani kupapasa kichwa cha yatima kuna maana gani? Lakini swali jingine, ukimpapasa mtoto kichwa chake ana feel vipi? Anahisi nini? Kwa hiyo kuna tafsiri ya kina hapa kisaikolojia, inaathiri sana uhusiano wa mtoto na yule anayempapasa. Ndio utaona kwamba concept ya Kiislamu ya kumtizama yatima sio kwenda kumtengenezea kituo ukamweka kule, ni kumchukua ukaishi naye ndani. Kwa sababu yatima hana shida ya chakula tu na malazi tu na mavazi, ana shida ya attachment, mafungamano. Alichokikosa sio chakula tu. Kuna mayatima wana uwezo, sio? Wazazi wao wameacha mali, lakini yatima amekosa nini? Amekosa ubaba wa baba. Ubaba unaweza kupatikana kwa baba mzazi, unaweza kupatikana kwa asiyekuwa baba, ule ubaba. Kwa hivyo kinachotakiwa sisi tuwape mayatima ubaba waliokosa kwa baba zao. Unapowatengenezea kambi ukawaeka na wao wenyewe wakajitambua, sisi hapa ni watu special, sio kama binadamu wengine. Sisi hapa, na bahati mbaya siku hizi tunangojea mfadhili aje na sabuni alafu atupige picha tumshukuru na taasisi yake. Kisaikolojia si jambo zuri, halimjengi sana yule mtoto. Kwa hivyo tunachotakiwa tu replace ubaba wa baba yake. Kwa hivyo mtoto wa leo hii anahitajia hivyo. Sasa huyu mama leo hii anayetoka asubuhi, kamzaa mtoto wake, akatoka asubuhi anarudi jioni, amepewa tu muda. Maana mapinduzi ya viwanda, tumekuambieni kwamba industrial revolution imeleta social changes, mabadiliko ya kijamii. Yepi? Jamii imemtoa mama nyumbani. Leo mwanamke akiwa mjamzito akajifungua anapewa likizo kwa muda Lakini je, ni miaka miwili? Hapana. Na unyonyeshaji ni miaka miwili, sio? Anapewa miezi 6, wengine anapewa mwingine miezi 3 tu, anatakiwa aende kazini, lakini atarudi mapema nyumbani, sio? Ili mradi ni kwamba anatoka yule mama. Umama anaachiwa nani? Msichana wa kazi anaachiwa day care center, ndio anafanya kazi ya nini? Ya umama. Yani yale mafungamano ya karibu na kuhisi zile hisia za mtoto. Tumesoma mwaka jana katika malezi, mtoto anazungumza kwa hisia kabla hajazungumza kwa mdomo. Vipi? Anaweza kukuona usoni ukikunja uso akalia. Mkweli si kweli? Anaweza kukuona ukitabasamu na yeye akacheka. Mtoto mdogo, miezi 3, 4, 5, 6. Kwa sababu hisia zake zinasema kabla ya ulimi wake. Kwa hivyo anachokisoma kwa mtoto wa kazi anayemlea ndicho ambacho kinamjenga yule mtoto kisaikolojia. Anasoma hisia gani kwake? Hisia ambazo pengine kwa mama angeona uso ulotabasamu tu. Alafu kasomeni, wataalamu wanasema mama anapomnyonyesha mtoto, kwa sababu maziwa ya lactogen yalipoanzishwa kwa wenzetu kule katika nchi za kimagharibi, yalianzishwa kureplace nafasi ya mama, yakatengenezewa virutubisho ambavyo vinakaribia na vile vinavyopatikana katika maziwa ya mama, ili mama akitoka yale yachukue nafasi ya kumlisha mtoto. Lakini hayatochukua nafasi ya kumkumbatia mtoto, hayatompapasa mtoto, sio?
hayatomtibu kisaikolojia. Mama anapomnyonyesha mtoto, kuna hormones zinazaliwa kwa mama vile vile za furaha. Yani mujarrad wa mtoto kunyonya, mama anazalisha hormones za furaha. Ajabu. Kwa hiyo mama anakuwa katika hali ya furaha, mbali na kwamba kila anapokuwa mtoto maziwa nayo yanabadilika kwa kadri ya haja ya mtoto. Sasa ulimwengu tuliokuwa nao leo hii umeua umama, umembakiza nani? Mama. Mafungamano baina ya mama na mtoto yametoweka. Hii nukta lazima tuielewe. Lakini huu ni upande wa mama tu. Mtoto katika ulezi wetu wa kiasili tunafahamu kabisa kwamba mtoto alifichwa mambo mengi, hakuwa anaambiwa. Dunia sasa hivi inatuambia elimu inatakiwa pawe na uwazi na uhuru. Ndio mtaona watoto wadogo wanafundishwa sasa mambo ya nini? Mambo ya ngono, mambo ya sexual relations akiwa mdogo. Tunachotaka kusema hapa ni kwamba anauawa utoto wake, anapewa mambo ambayo hayalingani na umri wake. Ndio utaona katika shule zetu leo hii mtoto anaweza kuwa ni mtoto wa miaka 7-8, anakaa na watoto wakubwa, wanamueleza mambo makubwa ambayo yeye hayajui. Yule mtoto anaanza kuona vituko vya dunia, na siku hizi simu hizi anaweza kufungua akaona vitu vikubwa kuliko umri wake. Pale unaua utoto wake, kwa sababu umempa kitu ambacho ni kikubwa kuliko kimo chake. Ndio utaona katika Qur'ani hata mtoto kuona maungo ya mzazi hairuhusiwi mpaka iwe yule mtoto ni mdogo kiasi kwamba hapambanui. Kwa nini Qur'ani imekataza? Au tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa. Unaweza ukavaa nguo mbele ya mtoto ambaye hajui chochote, ndio mtoto ana wiki kadhaa, mwezi mmoja, hajui kinachojiri, sio? Lakini akishaanza tu kupambanua ni haramu. Swali, kwa nini? Usitake mtoto ajiulize maswali ambayo hana majibu, sio? Usitake mtoto umlishe chakula ambacho hakilingani na mwili wake. Mbali na wale watoto ambao wamewahi kuchukuliwa wakaingizwa katika vita wakiwa watoto wadogo, wakafundishwa ukatili, mauaji, akawa ni mtoto ambaye naturally alitakiwa awe ana fitra yake, ana sympathy, huruma ile ya kitoto. Tunamuita mtoto huku kwetu malaika. Ni mtoto safi, watu wote ni wazuri kwake. Mtoto anamtazama kwamba watu ni watu wazuri tu, sio? Mpaka umfundishe kwamba watu ni wabaya. Ndio nakumbuka Ayatullah Taqi Hadi al-Mudarrisi ana maneno yake niliwahi kusikiliza siku nyingi, akisema ukimtuma mtoto nje, mtoto mdogo, kamwambia hiyo pesa weka vizuri, angalia watu wasije kwa kuibie, ifiche vizuri, umewekaje? La, weka sawa sawa, funga na zipu kabisa. Ukimvalisha hiyo miwani mtoto, akitoka nje kila anayemuona anamuona mwizi. Na ikitokea mtu mzima akamwambia ujambo mwanangu, akamwambia staki, kwa sababu anamuona ni yule niloambiwa na baba yangu kwamba atanipora. Ushaona? Kwa hivyo kuna namna fulani ya kumtengenezea mazingira mtoto, kumtoa katika nature yake ya kuamini watu ni watu wazuri, wabaya ni wachache tu, sio? Wabaya ni exception tu, ni wachache. Yani jamii kawaida watu wengi wazuri. Sasa kuna kuua utoto wa mtoto. Kuna takwimu zinaonesha kwamba, takwimu za ILO, shirika la kazi duniani, na shirika la watoto duniani UNICEF, wanasema kwamba duniani kuna watoto mwaka jana na mwaka juzi, watoto milioni 138 wameingizwa katika ajira. Watoto ambao wanapaswa wakasome wameingizwa katika ajira. Wanabeba kokoto, wanabeba zege, wanabeba nini, wanadumaa, wamebeba majukumu makubwa kuliko umri wao. Na kuna wengine mpaka wanalisha familia. Unamwona hakui, si kwamba umbo lake liko hivyo,
kadumazwa huyu, hapati chakula bora, anafanya kazi za ngumu kuliko umri wake. Kisha takwimu zinasema katika hao milioni 54 wanafanya kazi za hatari sana. Hebu nenda kagugo ukatizame machimbo ya madini pale Kongo, ukaone watoto wadogo namna wanabeba viroba vile. Mtoto huyu tunaua utoto wake kabla yani ya kukua. Natakiwa aendelee kuwa mtoto. Tumesoma mtoto ili awe mtoto acheze, ana nafasi ya kucheza, na hadithi zimethibitisha, tumeona apate muda wa kucheza, apate faragha, asome vile vile. Lakini 300,000 katika hao wameingia katika vita, anabeba silaha mtoto. Hapa Uganda tu Lord Resistance Army ilikuwa watoto wengi wamebeba silaha zao. Yani mtoto ni mdogo lakini anajua kuua. Na kule West Africa wengi waliingia katika vita wakiwa wadogo kabisa, hata kubaligh hajabaligh. Tunasema haya nini? Mauaji ya utoto wa mtoto. Lakini mwanao hajaenda katika vita, wala hajaenda katika ajira, wala hafanyi kazi za hatari, lakini kila siku tunamuua kupitia television. Kila siku anaona mauaji mpaka kifo kwake si kitu cha ajabu. Na tumesema media ina nafasi kubwa sana katika kuua utoto wa mtoto. Niliwahi kuona clip moja katika shule kule Uzunguni huko Ulaya. Mtoto anamwambia mwalimu wake, mimi nataka kuwa mada yani muuaji. Niwe naua. Sasa unajiuliza amepata wapi hii concept? Kwa sababu amemuona muuaji katika TV, alafu yule muuaji ndio super power, anasifiwa ndio shujaa. Alafu filamu mpaka inaisha unaona kabisa filamu imempongeza, na wewe unashabikia. Sasa kwa nini yeye asitamani kuwa muuaji? Kwa sababu muuaji ni mtu hodari ambaye anashangiliwa, ni mtu mashaallah, maungo yake namna anavovaa, na filamu yote imemjenga yeye, na yeye anatamani kuwa hivyo. Kwa hivyo haya ni mauaji ya kuua utoto wa mtoto. Lakini labda tuguse nukta ambayo inatuhusu sisi. Sisi wanaume wengi sasa hivi, wanaume wetu umeuawa. Hilo tumelisema mara kadhaa. Mfumo wa elimu ambao hautambui kwamba mwanaume anapaswa kuwa na wanaume wake ili awe ni mwanaume kisawasawa. Wanaume wengi si marijali tena, kwa sababu, na hili nimelisema mara nyingi, anapochanganywa mtoto ambaye tunamuita ni mtoto lakini ni mtu mzima, mtu baligh na akili zake timamu. Na nakumbuka tukiwa mashuleni kule, mwalimu akiingia akiona wanaume na wanawake wamejitenga, na hapana, kaeni pamoja, taiko mwanaume hapa, mwanamke hapa, mwanaume hapa, mwanamke hapa. Haya yote tumeyaishi sisi, sio? Tuchanganywa. Tukienda katika viwanda hakuna mipaka baina ya mwanaume na mwanamke. Kule viwandani kule unapoona watoto wa kike wanakwenda na wa kiume, kisha wote mnafanya pamoja kazi, kuna vituko vya ajabu. Ni dunia nyingine mpya kabisa. Kuna wanaotoka kule wameoana, kuna wanaotoka kule wamezaa pamoja, kuna wanaotoka kule wameambukizana maradhi. Ni mseto wa aina ya ajabu kabisa. Na sasa wewe ukiwa ni mwanaume, ubinadamu unatutaka tuwe na sitara, kwa sababu wale walotuambia kwamba sisi tumetokana na wanyama walituambia pia tulikuwa hatuvai nguo, tulikuwa tunatembea uchi. Walituambia hivyo, sio? Wakasema mwanadamu wa kwanza alianza kutumia majani haya na magome ya miti kuanza kutengeneza nguo za kwanza. Ndivyo walivyotufundisha. Kisha akaenda hatua mpaka akatengeneza ngozi, ikawa ndio mavazi yake. Akapiga hatua mpaka ameweza kutengeneza sufi. Anatengeneza nguo sasa za kufanyaje? Za kuwa civilized, mstaarabu. Hawa walotuambia wameanza kuvua nguo. Haya, ukivua nguo unakuwa nani sasa? Si unarudi tulipotoka? Kama tulikuwa uchi, tukaanza kutengeneza nguo taratibu,
alafu sasa tumetengeneza mpaka zimekamilika, tunaanza kuvua sasa. Kama tunaanza kuvua tunarudi wapi? Tulipotokea. Maana yake wengine ndio shekhe mmoja marehemu akisema, ama kweli dunia inazunguka, tulikuwa tunavaa sasa tunavua. Maana yake tunarudi tulipotoka. Sasa kama tunavua nguo, maana yake tunakwenda katika uhayawani. Lakini suala ni kwamba kama mwanadamu akili yake inamtuma avae ajisitiri, kule kuvua kunachangia nini? Na kusitiri kunajenga nini? Ndio tumesema mara nyingi kwamba mwanamke akijisitiri anamlinda mwanaume sana katika wanaume wake. Anamlinda sana. Mwanaume akiwa anaishi katika mazingira ya wanawake waliojisitiri, ataendelea kuwa mwanaume rijali. Na wakati huo kiganja cha mwanamke kinaweza kumwathiri. Mguu wa mwanamke, unyayo wake unaweza kumwathiri. Tuzungumze mambo ambayo ni reality, kwa sababu kile chenye thamani katika mwanamke kimesitiriwa. Ikiwa tumezoea kukaa nao mpaka wakawa mwenzetu kwenye madawati, kwenye mabasi, kwenye viwanda na maeneo mengine yote, tukienda katika formal education hakuna kutenganishwa, ukienda katika vyuo vingine lile bweni wanakaa wanaume na wanawake na wanashare bafu. Ikishakuwa kiasi hicho, hatumuui mwanaume tu, tunaua wanaume wake. Ndio sasa leo hii waliyadhu billah, nani anayeathiriwa na mapaja ya mwanamke? Mmeyaona mpaka mmeyaona, yashakuwa ya kawaida, si ndio? Athari yake ni kwamba tunaua sasa hiyo hali kwa mwanaume. Na lau wakitembea wote uchi, itakuwaje? Kwa hivyo ndio nataka tuelewe kwamba hapa sasa jamii hii ya kimagharibi haiui mwanaume tu, inaua kitu chenye thamani zaidi kwa mwanaume. Na ndio hikma ya hijabu katika Uislamu. Lakini mfano wa hapo kapige mifano katika maeneo mengi unayofahamu. Niliwahi kusema wakati fulani kwamba hata uzee pia umekufa. Sio tu nani, maana yake sasa wazee walokwepo uvulana mwingi. Yaani ni mzee lakini mvulana. Hamjaona wazee sampuli hiyo? Yaani mzee ambaye hakui, kwa sababu mazingira ya kijamii yamemharibu mpaka mzee. Na maeneo mengi ambayo unaweza kuyaona. Hapa ndipo tunapozungumza kwamba Uislamu umekuja kulinda ubinadamu wa binadamu, kuhakikisha kama binadamu anaendelea kuwa binadamu, hawi mnyama. Tumemwambia wakati fulani kwa wale wanajua Kiarabu wakasome kitu kinachoitwa dhahiratul istiklabi. Ni hali ambayo imetokea sasa hivi katika nchi kadhaa, na hata baadhi ya nchi za Waislamu imetokea hiyo, kwamba mtu anatamani kuwa kama mbwa na anatamani maisha ya mbwa. Unajua anafanya nini? Kwenye masupermarket kuna vazi ambalo mtu analivaa lina kile kinyago cha mbwa, analivaa lile vazi, kisha anashikwa na mwenzake na mnyororo, wanatembea sokoni na yeye anatembea. Utadhani wazimu, lakini anatamani maisha ya mbwa. Wanaulizwa kwa nini, anasema mbwa hana stress, mbwa hana hichi, mbwa hana hichi. Anatizama vitu ambavyo anavitamani kwa mbwa. Wako kwa maelfu duniani watu sample hiyo. Anatamani maisha ya mbwa, anavaa vazi la mbwa, anatembea na mikono na miguu. Anahisi, anajenga feelings za mbwa. Kwa sababu gani? Anatafuta happiness, ile furaha. Amekosa furaha. Kwa hiyo lazima tutizame mambo haya. Sasa nataka kumalizia kwa aya muhimu sana katika hii dhana ya uhai wa binadamu na uhai wa ubinadamu. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi ambao mmeamini, muitikieni Mwenyezi Mungu na mtume wanapokuiteni katika mambo yanayokupeni uhai. Swali, kwani sisi tumekufa? Mafunzo ya mtume tukimuitikia yanatupa uhai. Uhai gani? Anayepewa uhai ni yule aliyokufa, sio?
Nini maana ya uhai hapa? Uhai wenyewe makusudiwa ni uhai wa ubinadamu, sio uhai wa binadamu. Yale mafunzo ya Mwenyezi Mungu na mtume yanatufanya tuwe na ule uhai halisi, la nuhiyannahu hayatan tayyiba, maisha mazuri. Ubinadamu ukitawala, binadamu wote wataishi vizuri, Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Na ndio maana mimbari yetu inakosea sana pindi inasema ya ayyuhalladhina amanu ayyuhal mu'minun. La, tumesema hapa tuanze kushawishi dunia kwenda katika ubinadamu, automatically wataingia katika Uislamu, kwa sababu Uislamu unapigania ubinadamu, kumtambua mwenzako, kumheshimu mwenzako. Hii mimbar dunia inataka isikie mimbar ya Kiislamu, approach yake, uslubi wake ni kupigania ubinadamu. Sasa jenga hilo kwa aya za Qur'ani, kwa namna yoyote ile, lakini dunia ione ubinadamu katika approach yetu, itatusogelea zaidi na hatimaye Uislamu utaenea. Kwa hiyo mafunzo ya bwana mtume yanachochea ubinadamu, ndio maana lima yuhyikum, na ndio utaona Mungu anasema kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Yani vita katika Uislamu haviruhusiwi ila kwa ajili ya kujenga ubinadamu. Yani tunaruhusiwa kupigana hata ikitokea tukaua mwanadamu au akatuua, ikiwa thamani yake ni kujenga ubinadamu, kwa sababu alfitnatu ashaddu min alqatl. Mko hapa jamaa? Kwa nini tunapigana? Mungu anasema inawezekana vita ni khairi kwetu, kwa sababu vita ni kuua, na kuua binadamu kwa ajili ya kujenga ubinadamu ni jambo la khairi. Namalizia kwa aya ya mwisho, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kwa nini Mungu aseme katika kisasi kuna uhai? Kisasi maana yake ni kwamba aliyeua naye anauawa, hayo ni mauaji. Lakini kwa nini aliua? Alikosa ubinadamu. Kwa nini sisi tumemuua? Tumemuua ili kuzuia tabia ya kuuana. Anayelengwa sio alouliwa baada ya kuua, kinacholengwa ni jamii isiendelee. Ndio maana Mungu anasema isiendelee kuuana, maana yake wala kum fil qisasi hayatu, maisha yataendelea, watu hawatauana, kwa sababu atakayeua binadamu naye atauawa, ili ubinadamu uendelee kuwepo. Nadhani tumeelewana hapo. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.